hapa ameonesha, ametolea mfano kwamba tusiwadharau viongozi wetu, hata kama kiongozi wewe umemzidi hali ya kipato. Kiongozi ana mathalan, mfano kiongozi ana kanzu moja, wewe kila siku ubadilisha nguo. Kiongozi mlo wake ni mara moja au mara mbili, wewe wala mpaka mara 4. Lakini kiongozi anatembea kwa mguu baifuti, wewe unatembea kwa pikipiki ama kwa gari, basi isiwe sababu ya kudharau kiongozi wako, kwa sababu wewe Allah anakujalia kipato cha hali ya juu ukamdharau. Unatakiwa kumtii Muislamu kiongozi wako hata kama ana hali gani. Unakuwa huyu kiongozi amepewa dhamana ya kusimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiishie kuwasikiliza, tunatakiwa tuwasikilize na kuyachukua yale wanayotueleza, kisha turudi kuyafanyia kazi. Huu ndio Uislamu. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza sana swala hili la taa kwa viongozi wetu wa dini ya Kiislamu, utii juu ya viongozi wetu hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokewa na Abu Hurairah, Allah amridhie, anasema man ata'ani faqad ata'a Allah, atakayenitii mimi, kwa maana Mtume anajisemeza yeye, atakayenitii mimi faqad ata'a Allah, basi mtu huyo atakuwa ametii Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa man asani, na yule ambaye atakayeniasi mimi, asifuate yale ambayo niliyoyaamrisha, basi mtu huyo atakuwa amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala na sisi. Lakini wa man yuti al-anis faqad ata'ani, na yoyote ambaye kwamba atakayemtii kiongozi wake wa dini, atakayemtii imamu wake katika msikiti wake, atakayemtii kiongozi wake katika dini yake, atakayemtii shekhe wake wa kata, atakayemtii shekhe wake wa wilaya, atakayemtii amiri wa umoja wetu wa msikiti, atakayemtii mufti na atakayemtii yoyote katika dini, kwa maana atakayemtii mtu, atakayemtii kiongozi huyu wa dini, faqad ata'ani, basi atakuwa amenitii mimi, kwa maana amenitii moja kwa moja Mtume. Wameyasi amiri, na atakayemwasi amiri, kiongozi katika dini yake, kiongozi wa dini yake ya Kiislamu, ikiwa atamwasi, asifuate, akwani mtu akusikiliza tu yeye, si mtu wa kuyafanyia kazi yale wanayoambiwa na viongozi wao, basi Mtume anasema faqad asani, mtu huyu atakuwa ameasi. Na mmoja kumwasi Mtume moja kwa moja ndio kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tujiangalie, tumemwasi Allah subhanahu wa ta'ala mara ngapi katika hili? Mangapi tunaelezwa na viongozi wetu wa dini lakini si watekelezaji? Tunaona sisi mathalan katika swala tunazoswali za pamoja hizi, utakuta amiri anasimama baada ya swala ile, kuna matangazo yana faida kwetu sisi, lakini swala ikishaisha utakuta watu wanaondoka. Yaani wanaona kukaa kuyasikiliza yale, wanapoteza muda wao mwingi. Hayo yote yanatokana na kukosekana utii kwa viongozi wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza tena katika hadithi iliyopokewa na Abu Hurairah, huyo Allah amridhie, anasema walikuwa watu wa Bani Israili zama hizo,
walitawaliwa na mitume. Allah subhanahu wa ta'ala mitume wengi aliwapeleka katika hawa Banu Israili. Kila mitume ilikuwa akifa mtume huyu, basi anafuatilizwa mtume mwingine. Mtume anatuambia kila ilikuwa akifa mtume fulani, anafuatilizwa mtume mwingine analetwa. Kisha mtume akasema, innahu la nabiyya ba'da, na hakuna mtume baada yangu. Wasayakunu, na patakuwa baada yangu, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, patakuwa na warithi wengi sana ambao watakuja baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na warithi yao ni akina nani? Al-ulama warathatul anbiya, wanawachuoni au mashekhe, maalimu, maustadhi, maimamu. Hawa ndio warithi wa mitume. Ndio mtume hapa waliosema, baada yangu mimi watakuja warithi wengi sana. Masahaba wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fama ta'muruna, nini unatuamrisha kwa hawa warithi wako baadaye tufanye nini ikiwa watakuja? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu masahaba kuambia, wakishakuja warithi wangu ambao ni wanawachuoni, mashekhe, maimamu, mawalii na viongozi wengine wa dini, cha kufanya nini? Timizeni kiapo cha utii kwao na kwa watakaofuata baada yao. Hilo ndio la kufanya. Yaani maana yake sisi tunatakiwa walihusiwa wale masahaba wawatii watakayekuja baada ya mtume na watakaokuja tena baada yake, watimize kiapo cha utii juu yao. Wa'tuhum huquqihim, na wapeni haki zao. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi nyingine, anziri nasa, wekeni watu katika nafasi zao, wawekeni mashekhe katika nafasi zao. Hata kama wewe shekhe umemzidi umri, hata kama shekhe umemzidi kipato, hata kama huyu kiongozi wa dini wewe umemzidi vitu katika vitu vya dunia, muda kuwa yeye amebeba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, anastahili kupewa heshima yake na haki yake. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man raa min amiri shay'an, yoyote atakayeona kwa kiongozi wake, yoyote Muislamu yoyote atakayeona kwa kiongozi wake kitu ambacho yeye, tuseme kwa lugha rahisi, ana kitu hakipendi kiongozi, yani muumini yoyote atakayeona kwa kiongozi wake kitu ambacho hakipendi, basi asubiri. Wewe ndio una jambo kwa kiongozi wako, kwako kuja nipendi au pendeze minano, basi usitoke moja kwa moja, shekhe hivi bwana, hivi mashekhe mnakupiga siku hizi, mashekhe hivi siku hizi, mashekhe wanapenda hivi siku hizi. Hapana, shekhe akija, wakati mwingine shekhe akisimama tu labda kwenye hadhara nani, kama hapa hakuna kinachofuata, shekhe ni hela kwa sadaka. Si hivi. Na mambo mengine mengi haya tunatolea mfano, lakini yako mengi ambayo sisi waumini tunatakiwa tuyafanye. Tunatakiwa tusubiri juu ya viongozi wetu katika yale ambayo sisi hatuyapendi.
isiyo moja kwa moja tunaonesha hisia zetu. Muda huwa tu si katika mambo ambayo yanatutoa sisi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa tusubiri. Waislamu wale usubira hatuna. Kiongozi akiteleza tukisema hivi basi tayari kiongozi huyo atakuwa hana maana, atashuka thamani, hataonekana hafai basi. Kiongozi ni imamu, ustadhi, shekhe, mwalimu wa madrasa, ni binadamu kama binadamu mwingine. Inapotokea ameteleza, basi muumini kama muumini unatakiwa uende kiustaarabu, kwa utulivu, kwa heshima na hekima ya hali ya juu, kumwelekeza katika yale ambayo anayokosea. Si kuanza kuzungumza tu, kutoa hisia zako, kuvuruga maneno. Hili halitakiwi kwa viongozi wetu. Ndugu zangu katika imani, zipo hadithi nyingi ambazo zinaeleza jambo kama hili. Miongoni mwayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia katika hadithi iliyopokelewa na Ibn Umar ya kwamba alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, mtu yoyote ama Muislamu yoyote ambaye kwamba atakayeondoa mikono yake ama atakayeondoa kiapo chake cha utii kwa viongozi wake wa dini, Muislamu yoyote atakayeondoa kiapo chake cha utii kwa viongozi wake, ikawa hawasikilizi na hafuati yale yanayoambiwa na viongozi wake wa dini, basi laqiya Allah yawma al-qiyama la hujjata lahu, atamkuta siku ya kiyama au atakutana mtu huyu na Allah siku ya kiyama hali ya kuwa hana hoja. Kisha akasema, na yoyote atakayekufa katika miongoni mwa hawa ambao watakiondoa viapo vyao vya utii kwa viongozi wao wa dini, mtu yoyote atakayekufa hali ya kuwa ameondoa kiapo chake cha utii kwa kiongozi wake wa dini, basi mtu huyu mata maitatan jahiliya, atakuwa amekufa kifo cha kijinga. Atakuwa kwanza atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa hana hoja, maana hana bendera, hana kiongozi. Mtu huyu hajulikani yuko wapi, ndo maana yake hana hoja, kiongozi hana, amekufa hali ya kuwa hana kiongozi. Huyo atakuwa amekufa katika kifo cha watu wa dunia, hata kama ni Muislamu. Ikhwata al-iman, walau stu'mila alaykum abdun yaqulu likitabillahi isma'u lahu wa ati'u, rawahu Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimalizie na hadithi ya mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau mtumwa amechukuliwa ni mtu ambaye ni dhalimu sana kwa kipindi hiko, kwa sababu sasa hivi hakuna hii hali ya utumwa. Lau mtumwa atawekwa kwenu kuwa kama kiongozi, ama lau mtumwa atawekwa kwenu kuwa ni kiongozi wenu ambaye anawaongozeni kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mtume anatutaka kwanza tusiangalie kama huyu ni mtumwa, tusiangalie kama huyu hana pesa, tusiangalie kama huyu kipato chake cha chini, tusimwangalie huyu mavazi yake ni ovyo ovyo, tusimwangalie huyu kwamba hali yake ya kimaskini ya kifukara, tusiangalie. Muda wa na tuongoza kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza anataka isma'u lahu, msikilizeni katika yale anayokuongozeni. Lakini baada ya kusikiliza, watii, kisha mtii katika yale ambayo kwamba anayokuelezeni, nayo ni yanatokana na manufaa ya dini yenu
na manufaa ya dunia yenu na manufaa ya akhera yenu pia. Ndugu zangu katika imani, mashehe zangu wamenipa muda mchache, lakini mimi nimeutumia muda mwingi sana. Kwanza mashehe niwe radhi katika hilo. Kutumia muda mrefu sana, lakini lengo kuwafikishia ndugu zangu Waislamu juu ya umuhimu wa kuwatii viongozi wetu wa dini. Umuhimu, Uislamu umeweka umuhimu mkubwa katika kuwatii viongozi wetu. Haukuangalia hali zao za kimaisha, haukuangalia ufukara wao, umaskini wao, utajiri wao, udogo wao, ukubwa wao. Muda wa kuwa ni viongozi wamepewa dhamana na Allah subhanahu wa ta'ala ya kukishika na kukikamata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kuongoza kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi sisi waumini, sisi hatuna budi kufuata na kusikiliza yale wanayotueleza, kwa sababu ndani yake kuna faida kubwa katika kuyafuata na kuna hasara kubwa katika kuyaacha yale tunayoelezwa na viongozi wetu. Ndugu zangu katika imani, nimalizie na hadithi ya mwisho kabisa ya Mtume, anasema maana haitukum anhu fajtanibuhu wama amartu